Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Naomba nikufundishe namna ambavyo unaweza kumthamini baba yako wa kiroho. Kwenye ile sura ya 11 ya kitabu cha Samueli hatuwezi kusoma. Tunaona namna ambavyo Sauli alimthamini na kumtambua Samueli kama baba yake wa kiroho. Kwenye ule mstari wa 7, unaona mstari wa 7 anasema, akachukua fahali wawili waliofungwa nira, akawakatakata vipande, kisha akawatuma wajumbe kuvipeleka vile vipande kote katika Israeli, wakisema, yeyote ambaye hatamfuata Sauli na Samueli, yeyote yule ambaye hatamfuata Sauli na Samueli. Ilikuwa ni kauli ya Samueli mwenyewe, na ni baada ya kuwa Samueli ameshapakwa mafuta na anajiandaa sasa kuwakabili Waamori. Sasa unaona kauli hii inatuthibitishia namna ambavyo moyo wa Sauli ulikuwa ukimheshimu sana baba yake wa kiroho ambaye ni Samueli. Alitambua namna ambavyo Samueli alisimama na yeye katika mchakato wote wa kumfanya kuwa mfalme, namna ambavyo Samueli alimpaka mafuta, namna ambavyo Samueli alikaa naye akamfundisha. Unaona, Sauli alikaa nyumbani kwa Samueli kwa muda, akala chakula cha Samueli, akalala chumbani au akalala kwenye nyumba ya Samueli. Na tunaona ya kwamba katika hili Sauli anatambua na kuthamini ya kwamba si tu wanifuate mimi peke yangu, lakini wamfuate na baba yangu wa kiroho ambaye ni Samueli. Kwa maana nyingine, alitaka lile taifa la Israeli waendelee kumheshimu, waendelee kumtambua ya kwamba Samueli na yeye ni mtumishi wa Mungu, hata kama amezeeka au amestaafu. Ndicho ambacho Sauli alikuwa anakitengeneza kwenye mioyo ya wana wa Israeli. Sasa kuna baadhi ya watu ambao ni watumishi wa Mungu, lakini kwa kweli hawatambui thamani ya baba wa kiroho. Hawakumbuki namna ambavyo baba yake alimfundisha. Wengine wamekaa kwenye nyumba zao, wengine wamekula chakula, wamevalishwa nguo, lakini pia wamesaidiwa kwa namna ya ajabu sana, ila mwisho wa siku unaona ni kama wamesahau, ni kama wamemtelekeza baba wa kiroho. Hawazungumzi naye tena, hampigii simu tena, wala hamkumbuki kwa chochote. Na hata akisimama mbele za watu, hawezi akamtambulisha, hawezi akamsema ya kwamba huyu ni baba yangu wa kiroho, huyu ndiye aliyenisaidia, huyu ndiye aliyeniwezesha nikafika hapa nilipofika. Hasemi chochote kile. Hakumbuki mchango na nguvu na muda ambao baba yake aliwekeza kwake. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho ni kibaya sana. Ni kitu ambacho ni kibaya sana. Sasa naomba nikutie moyo ya kwamba mkumbuke baba yako wa kiroho. Zungumza naye. Endelea kujiconnect naye. Bado ana mafuta yako. Bado ana neema kwako. Anaweza katamka kitu kikakupeleka hatua nyingine tena. Nakumbuka siku moja nilikuwa nasikiliza video mafundisho ya Bishop George kwenye YouTube. Alisema ya kwamba baba yake wa kiroho alikuja Mwanza
Alivyokuja Mwanza, baadaye akamuita kumwombea. Wakati Bishop George anaombewa, yule mzee wake alitamka ya kwamba Mwanza ikukubali. Mwanza ikukubali. Lile neno tu unaona ni kama vile ni dogo, halina, sio refu sana, lakini lile neno Pastor George anasema lilimfungulia mlango mkubwa katika jiji la Mwanza. Na watu ambao tunafahamu kanisa lake na tunamfahamu, ni mtu ambaye amefika mbali sana, lakini anaheshimu sana baba zake wa kiroho sana, anaheshimu sana. Kwa hiyo ni neema sana kwanza kuwa na baba wa kiroho, lakini haishii hapo. Ni neema kubwa kama utakuwa ni sehemu ya kuendelea kumheshimu na kuenzi yale yote mazuri ambayo aliyaweka kwako. Hii ndugu yangu itakufikisha mbali sana, itakufungulia mlango mkubwa sana. Hawa baba zetu wa kiroho bado wana mafuta ya kutosha, bado wana neema ya kutosha. Ndicho ambacho Sauli alikifanya cha kuendelea kumtambulisha Samueli ndani ya mioyo ya wana wa Israeli. Mungu akubariki sana. Mungu akupe neema ya kuwaheshimu na kuendelea kuwathamini baba zako wa kiroho. Amen. Naitwa Pastor Aloisi, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Naomba nikukaribishe kwenye ibada zetu kila Ijumaa saa 10:30 ni ibada ya maombi na maombezi. Lakini Jumapili kila saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 ni ibada kuu. Naomba nikukaribishe uweze kuungana pamoja na sisi kumwabudu Bwana na kumsikiliza Bwana anasema nini juu ya maisha yetu. Ubarikiwe sana. Amen.